Yaani sijakuelewa. Hiyo juu unasema juu, yaani unamaanisha nini? Yaani juu angani, juu kwa kubeba mgongoni au kwa kubeba kichwani, juu ipi hiyo? Angani, tunaona nyumba chini. Dada, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Niambie mdogo wangu. Jana nilienda kumpitia Sabrina kwenda shule. Nikaambia tuondoke shule, akanipeleka kule nyuma kwao, akanipaisha juu. Tukaenda kutoa shule. Alafu kaniambia ni siri yako. Yaani sijakuelewa. Hiyo juu unasema juu, yaani unamaanisha nini? Yaani juu angani, juu kwa kubeba mgongoni au kwa kubeba kichwani, juu ipi hiyo? Angani, tunaona nyumba chini. Ina maana mtoto ni mchawi. Sikia nikwambie mdogo wangu, tena nisikilize vizuri. Siku nyingine usije ukarudia akakuleta, yani akakuchukua Sabrina akasema tupae na ukakubali. Mdogo wangu, mtu mbaya yule. Mtu mbaya, yani usirudie tena, wala nisisikie. Ukarudie kitakachokukuta kijijini kwa mama yako. Sijui umenielewa? Uko wapi mpenzi? Mbona hujafika mpaka sasa hivi rafiki? Nakusubiri sana, basi wahi au? Poa, nakusubiri. Hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu akiendi. Hakika huyu amejichanganya, lakini nimwambia kwamba yeye anataka nimpeleke getoni kwangu, na jinsi kulivyokuwa vile hatuamini kwamba nina kazi nzuri. Huyu hakika amejichanganya, amejichanganya sana. Hakika angejua kwamba mimi ni sungusungu, mtoto watu asingehangaika sana mimi. Lakini okay, fresh, lazima awe wangu. Ngoja aje nije nione atakuja kusemaje. Sabrina. Shikama Sabrina. Habari gani? Sijambo. Sabrina namkuta. Sabrina ameshaenda shule. Jana alinipa kitonga. Kwa kitonga? Ndiyo. Kitonga ndo nini? Lifti. Alinipaisha juu, tukawa tunaona nyumba chini, tukaenda kutuia shule. Sasa mwanangu, labda unaona. Ni wewe peke hapa mpae mpaka mfike shule? Ndiyo. Na Sabrina. Hiyo labda unaona bwana. Kweli? Ndiyo. Wewe nenda shule, mwanzo keshaenda shule, sawa? Nilimwambia hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu akiendi. Tunauza roho ila ndo hatuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela, tunaona bora tu pepo tufate bendera. Mambo ni mpera mpera, mara vinya mkera, mauchawi maajabu ya nini ubaya mwema. Vipi baby? Umechelewa sana. kuna sehemu nilikuwa nimepitia, nilikuwa nimekudanganya tu. Niambie. Fresh, lakini unajua nimekuja muda mrefu sana, umenikalisha muda mrefu vibaya sana. Sema tu kwa sababu nakupenda, ndio maana nimeamua tu nivumilie. Okay, fresh, tuachane na hayo. Naam, nimeitikia wito. Wewe unasemaje? Mimi na kipengele, na shida kama na 50,000. Ila najua 50,000 kwako sio shida. Sio shida kabisa.
Kweli. Sio shida. Kwa mimi nahitaji nijue hiyo shilingi 50,000 unahitaji ufanye nini? Maana naweza nikakupa afu kaenda kumuonga mwanaume mwenzangu, unajua pia nina wivu kwa sababu nakupenda sana. Asa nimuonge nani? Mimi nakupenda peke yako. Kweli. Sema nataka niende shopping, kanunue vinguo. Sina na nywele zangu zimekaa vibaya, nimegubuka limzula ile. Nataka niende shopping. Jinsi unavyopenda kupendeza. Yaani. Basi sawa. Kwa sababu unapenda sana kupendeza sana na umependeza kweli. Kwa kuwa kwamba anakuambia kizuri lazima ukigaramie, si jambo dogo sana. Ila sasa hapa kwa sababu nimetoka ghafla sana. Baada ya simu yako nimetoka ghafla sana pale ofisini, kwa nimeshindwa kutoka na fedha yoyote. Nimeiacha pale ofisini. Kwa ndani ya muda fulani au ndani ya kesho kutwa naweza nikakupigia simu tu kwamba njoo uje uchukue. Na mimi nimeshapata muda mzuri. Sawa, hilo halina shida, lakini nisaidie tu nauli nirudi nyumbani basi. Nauli. Jamani, 1,000. 1,000. Baby. Basi shika na hii, maana mimi nilikuwa nibaki na shilingi 2,000 tu kwa sababu ya nauli, lakini mimi nitatembea kwa sababu ni mwanaume. Sio mbaya. Sema asante, nitaongezea mwenyewe, nikifika pale nitatembea. Basi vumilia tu. Basi vumilia, mimi najua nitafight vipi baadaye. Sawa. Haya, nakupenda. Nakupenda pia. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. Hii shule ina maajabu mengi, ukuja huku mikasa ya mapenzi, maisha magumu, kila kitu hakiendi, tunauza roho ila ndo hatuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela, tunaona bora tu upepo tufate bendera, mambo ni mpera mpera, mara vinya mkera, mauchawi maajabu ya nini ubaya mwezi. Hivi hii shule ina viongozi wenye akili timamu kweli? Yaani shule haieleweki, ni chafu, dhalala. Hapa kuna haja mimi kufanya kitu kivyo vyote niwe kiongozi wa hii shule kabisa. Yaani mimi nikiwa kiongozi mambo yananyoka hivi, nayaona vitu vinanyoka. Kwa sababu ukienda kuangalia yule Matai yule hana uwezo wa kumiliki shule akaisimamia ikanyoka. Ni Matai tu marefu haeleweki. Tunakuja kwa huyu white dent. Sasa yule ndo hamna kabisa. Mimi hii naiongoza kivyo vyote. Naleta uchawacho wote kwa boss ili tu mimi nipate umwamba. Hii mwamba bwana. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. School Sabrina, school. Mambo. Poa, Adija nimemkuta. Adija amekula, ametoka shuleni. Sawa. Tamani mara moja, rudi. Hivi Sabrina mnamjua? Au basi sawa mnamjua. Ashakosa somo lolote shuleni? Ashakuchapa na mwalimu? Hapana. Sawa. Huyu atakuwa kweli ni mchaji. Sasa subiria nikaanze kwanza na mama yake afu nitamalizia baadaye.
Mama Sabrina. Nimekuita mara hizi mara 3. Sijui unanisikia? Yaani wewe umeona kumfundisha mwanao uchawi haitoshi. Na mwanao anataka kumfundisha mdogo wangu. Sasa kaini tayari. Navuka maji kwa ajili yenu. Nikirudi nakuja na moto mpya. Wewe kavuke maji, kavuke mbingu, uende wapi? Mimi nakusubiri hapa hapa. Umenielewa? Sikuogopi wala hunitishi chochote. Yaani kwanza wewe ni mtoto mdogo kwangu. Na hunijui vizuri. Upande wa pili hunijui. Nadhani hunijui. Nakuonyesha. Wewe nenda huko afu nakusubiri hapa. Wewe nenda sawa? Nakusubiri hapa. Najua nyie hamjui upande wangu mimi wa pili. Sasa subiria hapo hapo. Nitakaporudi hapa ndio mtanijua mimi upande wangu wa pili ukoje. Maana tumewavumilia na wanasema nataka kutupanda kichwani. Na nataka tuwaonyeshe kama sisi tunaweza. Wewe upande wa pili, wewe upande wa 3 na mimi pia nitakuonyesha hivyo hivyo sawa? Sikuogopi wewe. Kwanza wewe tu nakutumia mtoto wangu. Anakuweza vizuri, sio mpaka niingie mimi. Nikiingia mimi nakufanya. Umenielewa? Sio kwamba hayo mambo hatuyawezi. Hayo mambo tunayaweza sana tu, alafu ni mambo madogo. Sasa tu tumeamua kwa masista duni. Sasa naomba mnilazimisha. Nasubiria nivuke maji, alafu nirudi. Utaniona. Wewe nenda kavuke, usivuke. Nipo hapa nakusubiri. Sawa. Nienda. Napenda watu kama nyinyi. Mimi mwenyewe napenda mtu kama wewe. Maisha magumu, kila kitu hakiendi. Tunauza roho ila ndo hatuna chenji. Nyumbani hakuna hela, shule kusoma hela. Tunaona bora tu pepo tufate. Vipi mkuu? Salama, mbona jana hujatokea? Siko sawa. Kwa nini? Hebu achana na hayo kwa sababu unajua mazingira sio rafiki. Unajua kuna kitu kinanichanganya. Nani wote? Kuna mtu alikuja hapa, alimtambia sana kwenye mji wangu. Nani? Kuna mdada mmoja hivi. Yaani alivyokuja hapa, alimtambia sana. Na kaniambia mimi na mwanangu ni wachawi sana. Hasa Sabrina. Anafanya vitu hadharani. Unataka kumaanisha kwamba Sabrina sasa anafanya vitu hadharani? Yaani mimi mwenyewe sielewi na namsubiri atoke shule ili nimuulize. Yaani linanichanganya hili jambo. Hii ndio hasara ya kufundisha uchawi watoto wadogo. Lakini pia tuachane na hayo. Unajua Mama Sabrina, toka mume wako tumule nyama na mke wangu tumule nyama. Yaani unajua sisi ni wanadamu. Tuna hisia pia. Na mimi unajua hili, nimeshakwambia kitu kama hicho kwamba mimi nakupenda sana. Hebu mkuu achana na hayo mambo. Yaani mimi ningekuwa nafuata hayo mambo ya mahusiano, ya mapenzi, mimi singemtoa mume wangu kafara. Kwa hiyo mambo achana nayo, tufuate kazi. Sawa, ya kazi ni kazi, lakini na mapenzi ni mapenzi. Kama nitahitaji mahusiano au mwanaume, nitakuja kufanya baadaye, lakini sio kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi tufuate kazi mkuu. Hayo mambo mimi sihitaji. Sawa. Haya, sawa. Baadaye nitakuja.